Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana wana na binti za Mungu, na nipende kukusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali ambapo unaponitazama wewe uliyeko katika bara la Ulaya ama bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kuwabariki wote. Kwa muda huu na majira haya nimeona ni vyema zaidi labda nikuletee ujumbe ambao umekuwa ni sehemu ya maswali ya watu wengi. Maswali mengi yamekuwa, kwa nini tunaoa? Na kwa nini watu wanaolewa? Hili ni swali ambalo kidogo limeleta mushkeli kwenye mioyo ya watu wanaofikiri sana na kung'amua mawazo mengi. Lakini kabla ya yote nipende tu kusema nitakwenda kujibu maswali haya kama Biblia na kama mtumishi wa Mungu. Sababu ya sisi kwa nini tunaoa. Na kabla ya yote nipende nikukumbushe tu kwamba ninakusihi wewe ambaye umeendelea kuwa mtumishi wa Mungu. Huduma hii inakutegemea wewe. Kuna vitu vingi ambavyo viko mbele yangu ambavyo Mungu kanipa kama wito wa kumtumikia. Bado huduma yangu hii inahitaji mkono wako, ikihitaji support yako kwa namna unavyoweza. Niko katika mikoa, ndio maana naweza ni sasa hivi hapa nimetoka kwenye mikutano siku kama huu. Maliza kuhubiri kuonana na watu. Kwa nimeona nikuletee somo hili ambalo ni moja ya kujibu maswali ya watu wengi. Maswali haya yamechanganya sana watu. Lakini sasa nikusihi tu jambo moja. Hebu endelea kuchangia huduma hii. Huduma hii natamani isiwe na uhitaji. Ndani ya huu mwaka kuna agizo la Mungu ambalo anahitaji nilifanye sana. Na ubize nilionao ndo huu wa huduma ya huku na kule. Nadhani kuna niona kwenye mazingira tofauti. Lakini ninajitahidi kwa namna ninavyoweza, napata nafasi nazungumza na wewe ulio katika mataifa tofauti. Lakini bado ninakuomba sana. Usisahau Bwana ananena na wewe juu ya kusimama na hii huduma. Hii huduma inahitaji sana kuwezeshwa na wewe. Huduma hii inajitegemea. Huduma hii inategemea namna ya uwezeshwaji wako. Na Mungu pia anahitaji wewe uipeleke hii kazi. Ukiona mimi nakuhimiza hivi, ni Mungu anakuhimiza uipeleke hii kazi. Kwa hiyo kuna namba hizo ambazo ni za M-Pesa, namba za Airtel Money, unaweza ukazitumia hizo kwa ajili ya huduma. Fanya hivyo kadri Mungu anavyokusukuma. Neno hili limenijia ili niweze kukujibu kwa leo. Kama nimepata nafasi, nitumie nafasi ya kulijibu ili swali. Wewe ambaye labda unaweza ukawa na maswali lakini hili swali lilikuwa bado hujapata nafasi ya kuweza kuniuliza, hasa kwa sababu limeendelea kuulizwa na watu wengi, nataka nilijibu leo. Swali linasema, kwa nini tunaoa? Au kwa nini watu wanaolewa? Ni swali muhimu sana ambalo linahitaji kujibiwa sawa na neno la Mungu linalosema. Kwa sababu hatuishi kwa sababu ya watu wanasema nini, isipokuwa tunaishi kwa sababu Biblia inasema nini. Nami nitakujibu kutokana na neno la Mungu linasema nini. Kwa nini tunaoa? Na kwa nini tunaoa? Hivyo basi, funika macho yako basi tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na majira kama haya ambayo umetupa neema tuweze kusema na kulinena neno lako. Uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo nitumie kama chombo juu ya maswali ya watu ambayo yanahusu masuala ya kiroho zaidi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa nadhani ni swali lako pia kwamba kwa nini unaoa na kwa nini unaolewa. Kwanza nianze na kusema Mungu alimuumba mwanaume, na ndiyo alimuumba mwanaume wa kwanza. Na Mungu akamwacha mwanaume amemuumba, akawa ameona
anafaa na anapendeza. Na kwa sababu hiyo, alipoona Mungu mwanadamu anapendeza wa kiume, akaona anafaa. Alimfinyanga kwanza mwanaume, lakini baada ya muda kidogo akaona kuna upungufu. Yule mwanaume anahitaji kitu cha ziada. Ni kitu ambacho alichoona. Ukisoma katika Mwanzo, alichoona na upungufu yule mwanaume ni kimoja, tofauti na watu wanavyosema kwamba aliona na upungufu labda wa mwili, upungufu wa nini. Alimuona na upungufu wa anafanya kazi nyingi bila msaidizi. Mungu akaona kwamba anafanya kazi bila msaidizi, na kwa sababu aliona kwamba anafanya kazi bila msaidizi na kazi zinamzidia, maana alipewa jukumu la kuitunza bustani, alipewa jukumu la kuisimamia bustani huku na kule, na bustani ilikuwa ni kubwa. Eneo alilopewa la kazi lilikuwa ni kubwa, na Mungu akaona kwamba anahitaji msaidizi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu aliona mwanamume amepungukiwa mtu wa kumsaidia majukumu. Lakini jambo la pili ambalo Mungu aliliona, aliona kupitia wanyama, aliona kila mnyama ana mwanamke na mwanaume. Kila mnyama wa kiume ana mwanamke, na mwanamke ana mwanaume. Kwa hiyo walikuwa wanatembea mwanamke na mwanaume. Sasa kupitia huzuni ya Adamu, akawa anatazama mwanaume, anatazama Adamu, mbona hawa wako wawili, jinsi ya kike, jinsi ya kiume, inakuwaje? Wanatembea pamoja, wanaongea pamoja, wanafarijiana pamoja, wanyama wale. Mungu akaona Adamu anajihoji maswali mengi sana. Ndipo akagundua kwamba huyu kuna jambo analiwaza, anajiuliza, kwa nini hawa wawili, mimi niko peke yangu? Katika maswali hayo Mungu akaona pia kuna udhaifu mwingine, kwamba huyu mwisho wa siku atanikosea mimi, mwisho wa siku atanitenda dhambi mimi, ataona kama simtendei haki, kwa sababu hawa wanyama nimewafanya wawili, lakini yeye yuko peke yake. Sasa kutokana na kila siku ameambiwa kuwa tawala wanyama, yeye ndio aliwapa majina Adamu. Mbwa akawapa majina, nyoka akawapa majina, kwa kila kiumbe akakipatia majina. Alipewa mamlaka hayo Adamu. Sasa Mungu akaona kila kunapopambazuka mtoto wake anajiuliza maswali, mimi mbona niko peke yangu? Akilala na amka, huyu mtoto wake anajiuliza maswali yale. Mungu akaona huko kuna udhaifu. Kama niliweza kuwafanya hawa wanyama wapigwe wawili, kike na kiume, huyu pia na yeye anahitaji wa kiume, ili asiwe na stress, ili asifanye kuwa na anguko, ili asiwe na mawazo, asijisikie upweke. Kama wanyama wanavyowatazama, wako wawili, wanaongea, wanafanyaje, wanyama wanafarijiana, wanakumbatiana. Kwa Mungu akaona ni vyema niweze kutimiza hili jambo. Akaona udhaifu wa yule kijana, akaona udhaifu wa mwanae, ana huzuni. Ndipo akasema atamfanyia msaidizi. Kwa sababu tumeshayasoma sana hayo mambo, unaelewa ukisoma katika Mwanzo huduma historia hiyo. Sasa Mungu akaamua kuweka usingizi ili amfinyangie msaidizi wake. Akaleta usingizi mzito sana. Na ndipo alipopata usingizi ule mzito, akachukua ubavu wake wa kulia, nadhani si wa kushoto, sikumbuki vizuri. Akachukua ubavu wake wa kushoto. Alipochukua ubavu wa kushoto, akafanya kiumbe anaitwa mwanamke. Kwa ndo maana mwanamke ni dhaifu wa nguvu, kwa sababu ametoka katika kipande cha mwanaume. Mwanaume ameumbwa na Mungu automatically kupitia udongo,
Ndio maana mwanaume ana nguvu, sababu yeye amefinywangwa kwa mwili wote. Lakini mwanamke ameumbwa kutoka sehemu ya mwanaume. Kwa hiyo ina maana amechukuliwa sehemu ndogo. Kwa ndio maana ni dhaifu wa mwili na nguvu. Ni kiumbe chenye udhaifu kwenye nguvu. Lakini kiumbe cha kiume kilifinyangwa kabisa, kilitumiwa muda kufinyangwa. Kwa Mungu akamwekea wa kumsaidia. Kwa sababu Mungu aliona huyu ni msaidizi, ndio maana akamfanya katika udhaifu ni wa kusaidia, si wa kufanya majukumu kama leo tunafanya. Mambo yanayotokea leo ni uharibifu tu wa kuacha system ya Mungu ilivyokuwa. Mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kusaidia, sio utendaji halisi. Ni kama pale ambapo mwanaume anakuta ametingwa na kazi, kuna jukumu mwanamke anatakiwa alifanye kwa ajili ya kumsaidia mwanamke. Leo wanawake hawasaidiwi waume zao, na imefikia stage pamoja pia katika jambo la pili, wanaingilia mpaka kazi za wanaume. Wanafanya vitu ambavyo viko kinyume na Mungu. Wao waliumbwa kwa wasaidizi, lakini cha ajabu leo mwanamke anasimama katika yote. Ndio maana hapa sasa kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza ya uharibifu wa maadili, uharibifu, ndoa zieleweki kwa sababu mpango wa Mungu tumeuacha. Kwa nini Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke? Sababu gani Mungu alimfanya mwanaume akamuumbia mwanamke? Kwa tusipoelewa kwa nini mwanaume alipewa mwanamke, hapo ndipo tutaleta shida. Kwa lazima tuelewe mwanamke ameletwa kwetu kusaidia kazi ndogo, kutoa yale madhaifu madogo ya mwanaume, kutuliza fikra, asiwe na mawazo mengine katika utendaji wa kazi. Kazi ya mwanamke ni kumfariji mwanaume, ni kumfanya asiwaze vitu vingine anapokuwa amechoka kule, anapofanyaje. Mwanamke ndio maana kaumbiwa, sauti ya mwanamke ni ya kipekee. Kwa mwanamke lazima uelewe, sauti yako ni silaha kubwa kwa mwanaume. Ndivyo umeumbwa kwa kazi hiyo. Umeumbwa kwa ajili ya kumfanya mume wako anapotoka kazini umfariji kwa sauti. Kila mwanamke ameumbiwa sauti yenye kufariji kwa mwanaume. Changamoto za dunia leo, shetani amegeuza wanawake wanataka kuwa wanaume. Na unakuta hata sauti zao ambazo Mungu amewaumbia kwa sababu zake za msingi kwa ajili ya kumsaidia mwanaume, kumrejeshea fikra zitulie zilizokuwa amechoka huko kuhangaika na maisha. Sasa huyu mwanamke amebadilishwa na shetani na yeye amekubali. Leo anataka kuwa mwanamke. Hii ndio hatari. Kwa hiyo kazi ya mwanamke aliyeumbiwa, sauti yake ni moja ya kumkonga mwanaume, kumrejeshea utulivu wa akili yake. Lakini shetani amegeuza wanawake kuondolea hizo sifa, ambao kazi ya mwanamke ni kubadilisha fikra za mwanaume kwa mwanamke ili aweze kutulia fikra na kila kitu, afanye kazi zake nyingi. Huko ndio kumsaidia mwanaume. Ndio maana akapewa msaidizi, kumfariji, kumtolea stress kwa njia hiyo. Lakini mwanamke pia ana sifa ya kipekee. Kwa njia ya macho yake ni silaha kubwa. Kwa hiyo hivyo vitu vyote Mungu amevifanya kwa mwanamke, silaha kwa ajili ya kumsaidia mwanaume. Macho ya mwanamke yanapotazamika kwa mwanaume yana nguvu ya kuvuta, kumtuliza mwanaume aweze kukaa sawa. Unajua mwanamke ambaye mwenye akili vizuri, anayejitambua, aweze kupigwa na mume wake. Mwanamke ukiwa na akili uweze kupigwa na mume wako. Ukitambua nafasi yako uweze kupigwa na mume wako. Mwanaume hata kama amekasirika kama mbogo, wewe mwanamke una silaha kubwa Mungu aliyokuumbia kwa kutazama tu kwa macho hivi. Ukimtazama mume wako hata kama amekasirika vipi, ukichange macho yako yale yakabadilika kidogo tu. Sasa hiyo silaha wanaitumia vizuri sana makahaba. Yaani mwanaume akikamatwa na kahaba, shetani amefanya akili kwa makahaba. Macho ya mwanamke kahaba, ndio maana yanageuza na kuwa, yani akitazama hivi mwanaume lazima ukitazama sema hapa ndio penyewe. Kumbe ni silaha ambazo alikabidhiwa mwanamke
wa Kikristo anayemjua Mungu wa kila mwanamke azitumie kwa ajili ya mwanaume, kumsaidia kisaikolojia na kumfanya akili yake itulie kwa ajili ya kazi. Hizo ndio kazi pekee za mwanamke alivyoumbwa kwa ajili ya mwanaume. Kumsaidia, kufanya msaidizi. Hakuwa tuna maana hizo ndio wanazosema ni usaidizi mpaka zimetokeza zimekuwa za kishetani. Haki sawa huko sio usaidizi. Usaidizi wa mwanamke, Mungu alikuwa anazungumzia hivyo vitu. Ndio maana kwa mwanamke kuna vitu vya tofauti. Na Mungu amemuumba huyu mwanamke kwa ajili tu ya kuleta utulivu kwa mwanamume. Mwanaume anahitaji kutulizwa kuliko watu wanavyofikiria kwamba mwanaume amepewa majukumu mengi ya kufanya. Tena ni magumu kuliko unavyofikiria. Na mwanaume asipokuwa na mwanamke sahihi, lazima tu atavuruga akili. Sasa naenda kujibu swali uweze kuelewa. Nitaliongelea siku nyingine vizuri hilo na kuliweka sawa sawa swala la communication ya mwanaume, kwa nini mwanamke aliumbwa, kwa nini aliumbwa. Tofauti na watu wanavyolitafsiri. Wanalitafsiri kama usaidizi wa mwanamke ni kufanya kazi. Mwanamke hakuumbiwa kwa ajili ya hizo kazi. Ni mfumo tu wa kishetani ambao umetengeneza kwamba haki sawa. Wanawake wanaenda sasa hivi kujenga majengo, wanaenda kubeba kokoto, wanawake wanaenda kugonga, wanaenda kwenda machimbo. Hiyo imetafsiriwa tofauti, upotoshaji. Kazi ya msaidizi sio hiyo. Hiyo sio kazi. Hiyo kazi ya wanaume. Ni shetani amepandisha na kuharibu hayo mambo. Azaenda kujibu kwenye swali, kwa nini tunaolewa na kwa nini unaoa? Sasa swali la kwanza. Ukisoma katika Biblia inasema katika Wakorinto Wakorinto wa kwanza 7. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza 7 kwamba kwa nini tunaoa ama kwa nini tunaolewa, hii itakuletea majibu vizuri. Wakorinto wa kwanza 7 na ule mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema, na sasa kuhusu mambo niliyoandikia, ni vizuri mtu asioe. Huyu ni Paulo anashauri ni vizuri mtu asioe. Namba 2 mstari wa pili. Lakini kwa kuwa dhambi ya zinaa imeenea, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe. Kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Ninarudia tena. Sababu sasa ya kuoa, hapa ndo nakueleza ama kuolewa. Na sasa kuhusu mambo niliyoandikia, ni vizuri mtu asioe. Paulo anasema nimewaandikia mambo haya, yakumbukeni kwamba ni vizuri mtu asioe ama kuolewa kwa lugha nyingine. Kwa kumbe tunaoa ama kuolewa ni kwa sababu kuna jambo ambalo limesababisha tukahitajika na ulazima wa kuoa. Kumbe ili kumpendeza Mungu sana ni vizuri kukaa mwenyewe. Lakini kwa sababu ya dhambi ya zinaa, sasa sikiliza anavyoendelea. Kwa hiyo kuoa, hakuna ulazima wa kuoa. Kuoa ama kuolewa, hakuna ulazima wa kuoa ama kuolewa. Kuolewa sio sheria kwamba usipooa uende mbinguni ama usipoolewa uende mbinguni. Sikiliza. Anasema Paulo hivi, na sasa kuhusu mambo niliyoandikia, ni vizuri mtu asioe. Lakini kwa kuwa dhambi ya zinaa imeenea, kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Kwa kumbe anasema kama utaweza, kwa sababu kuna power sana, kuna nafasi kubwa sana kwa mtu ambaye hajaolewa ama hajaoa, akasimama mwenyewe kumtafuta Mungu. Kwa sababu humtafuta Mungu kwa bidii, humtafuta Mungu kwa nguvu zote, maarifa yote. Manake hayumbishi na mawazo yake, ameconcentrate kwenye Mungu. Unajua mtu ambaye hana majukumu mengine, ametazama muangalia tu, hana muda mwingine wa upendo wake kupeleka huku. Unajua unapooa unabidi ugawanye nafsi yako. Ndio maana neno la Mungu nasema, utawezaje kutumikia mabwana wawili, na huyu utampenda huyu.
Japokuwa unapooa unakuwa mwili mmoja. Sasa ni ngumu sana kuindip kuwa mwili mmoja katika mambo ya kimwili. Tu yaani usichukue masuala ya kiroho sasa katika mambo ya kimwili. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwa na mambo haya kuhakikisha kwamba kweli umekuwa mwili mmoja. Anahitajika Roho wa Mungu ashughulike kweli kweli katika kuunganisha kweli muwe mwili mmoja. Tunazungumzia swala la mwili mmoja, lakini kiukweli swala la kuwa mwili mmoja kama binadamu ni swala linahitaji Mungu ahusike kwa sehemu moja kubwa sana ili kuwafanya muwe mwili mmoja. Ndio maana sasa Paulo anazungumza hapa. Anasema anashauri kama yeye, kwa sababu yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, anaongozwa na Roho. Kwa nini anashauri msioe? Kwa sababu Paulo alikuwa ameoa. Alikuwa huko anajua ana familia yake huko kabla hajampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Sasa alipima na kuyaona mambo yalivyo mazito, kwamba kumtumikia Mungu na familia na kuoa kuna challenge kidogo. Lazima ujisacrifice kweli kweli. Kwa sababu shetani pale anatazama kwa sehemu kubwa, kwa sababu anajua akipiga pale na lazima kuna mvurugano kidogo. Na mtu anapofaulu kumtumikia Mungu yuko kwenye ndoa, mbingu huwa zinamtazama vizuri, zinampongeza zaidi. Kwa hiyo wale wako kwenye ndoa na wanamtumikia Mungu wako vizuri, basi ni swala la kumtumikia, kuwapongeza sana, na kuwapongeza sio mchezo. Kumpendeza Mungu na mko kwenye ndoa sio mchezo. Tuzizungumzie tu hivi bla bla. Ukiwa kwenye ndoa usize bla bla. Sisi tuliokaa kwenye ndoa tunaelewa. Kwa hiyo ukimtumikia Mungu, kumpendeza Mungu na uko kwenye ndoa, hakika hapo mnatakiwa kumshukuru Mungu na muwe na pongezi kwamba unaendelea kumtumikia Mungu au umoja na kila kitu. Mmekamilisha lile tendo la kwamba mwili mmoja, mmeunganishwa mwili mmoja. Ni swala la kumshukuru Mungu kila siku. Sio jambo jepesi kama watu wanavyofikiria. Sasa Paulo anazungumza bora msioe, kwa sababu yeye alikuwa tayari ameshaingia katika ndoa, ameshayapima mambo. Sasa anakuja kusema, Paulo anasema hivi. Paulo anazungumza maneno haya, anasema hivi. Kwa hiyo ni vizuri shauri kwamba kama mtumishi wa Mungu anashauri Paulo, ukitaka kustart vizuri, ufaulu kuiona mbingu pasipo kubahatisha sana, anasema ni bora usifanyeje, usioe ama kuolewa. Kwa lugha nyingine, ni heri ukae hivyo ulivyo, mtazame Mungu, mtumikie. Lakini anasema hii ni karama nayo. Hii ni karama, kukaa bila kuolewa na uko unakula chakula huku unakuwa uko vizuri kwenye mwili, kwa sababu hivyo ndio vinaleta miemko na kuzalisha homoni za mwili, zinasababisha zichochee mfumo wa mwili uhitaji mwanaume au mwanamke. Sasa Paulo hapa anazungumzia hii, Wakorintho 7 anaizungumzia vizuri, iko in deep, uelewe sababu ya kuoa ama kuolewa. Elewa hili kitu. Kwa hiyo tunafika sasa kwenye mada yetu, sababu ya kuoa ama kuolewa. Hii ueleze kuelewa. Nilikuwa nakufafanulia vizuri. Anasema lakini kwa kuwa, katika mstari wa 2, lakini kwa kuwa dhambi ya zinaa imeenea, kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Kumbe sababu ya kuoa inatulazimu tuoe kwa sababu ya dhambi ya mwili, dhambi ya tamaa. Kumbe tunaoa kwa sababu ya kupambana na tamaa, ili tusimtende Mungu dhambi. Kumbe mwanaume na mwanamke wanaoana kwa sababu moja, ya kumzuia shetani asiwaingize katika majaribu kupitia miili yao. Kwa tunaoana ama unaolewa na kuolewa ni kwa sababu unahitaji kumpendeza Mungu katika mwili. Na hii dhambi ya tamaa haiondolewi kwa sababu wewe unaomba sana, na haiondolewi kwa sababu wewe unajua sana Biblia. Ndio maana Paulo anasema hii dhambi, njia ya kuishinda ni kumtafuta mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo lazima hapo uelewe. Nitalileta somo hili vizuri kwa undani, najua
unahitaji kulisikia vizuri na kueleza kitu kiko ndani zaidi. Paulo alikuwa anakizungumzia. Kwa hiyo tunaoana kwa sababu ya jambo moja tu. Kwanza tunaoana kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunamshinda adui kwa njia asitujaribu kwa sababu ya tamaa zetu. Kwa sababu mwili unafikia hatua unawaka tamaa. Yaani kwa sababu tunakula chakula, tunahitaji sasa ile tamaa haiondoki kwa njia yoyote ile, sio kwa njia ya maombi. Inaondoka kwa sababu lazima awepo mwanaume au mwanamke wa kuondoa hiyo tamaa, na dhambi hiyo itashindwa kwenye familia yako na kwenye mwili wako. Kwa hiyo dhambi haiondoki kwa njia ya ujanja. Na ndio maana Paulo anasema, lakini kwa sababu ya dhambi ya tamaa, zinaa, tamaa ya mwili, ndio maana tunaoa au kuolewa. Kwa sababu unapofikia umri wa kuwa mtu mzima, umekuwa unajitambua, mwili unaanza kufanya kazi na umeumbwa wewe ni kama ni mwanaume, ni rijali na kila kitu, usianze kuweka masuala ya kiroho hapo ndipo wengi wanachanganya mambo. Kuna swala la mwili halina option, masuala ya kiroho. La mwili ni la mwili tu. Ndio maana watu wamechanganya hapo na wamekuta kumkanganyikeni hapo. Hakunaga ujanja. Ndio maana Paulo anasema kwa sababu ya tamaa. Ndio maana nakushauri, anasema lazima uwe na mke wako mwenyewe. Kwa tunaoa kwa sababu ya kukinga hii dhambi inapokuja, mwili wetu unapoamka unaanza kuwaka tamaa. Basi kwa sababu ya utaratibu alioweka Mungu juu ya kuishinda hiyo dhambi, lazima uwe na mke wako mwenyewe, lazima uwe na mume wako mwenyewe. Umeelewa vizuri? Kwa tunaoa ama kuolewa kwa sababu ya kushindana na tamaa ya mwili, kushindana na dhambi ya ushawishi ya zina, ili tuishinde. Kwa hiyo shida inayokuja hapo ni watu kukwepa kuelewa hili. Mambo unaoana kwa sababu hili atusaidie kazi. Kusudi la kwanza la kuoana, Biblia inazungumza ni kuishinda dhambi ambayo shetani huileta kwa sababu ya miili yetu. Na ndivyo tumeumbiwa hivyo duniani. Elewa hayo mambo. Kwa hiyo elewa Biblia. Anasema, lakini kwa kuwa dhambi ya zinaa imeenea, kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Kwa sababu dhambi ya zinaa imeenea duniani. Dhambi ya zinaa, kuwaka tamaa, dhambi ya zinaa, dhambi ya mwili, dhambi ya kutamani, dhambi ya hivi. Tumeumbiwa mambo haya ya kutamani, dhambi ya zinaa, uzinifu wa shelati. Kwa sababu zile homoni zinakushutisha, zinapochemka, hata ukiwa nabii zinachemka, hauzitulizi. Sijui nikazitulize na maji, hazitulizi. Utaoga maji zitatulia, ukikaa kidogo zitarudi. Asikudanganye mtu, mimi naoga maji, zikiinuka hizi homoni naoga maji. Lazima mawazo yako yatamkosea Mungu. Bwana, mimi ni mchungaji, naomba nanena kwa lugha sana, unajua mimi hiyo ni gharama. Lakini mwisho wa siku hata Mungu atakusaidia sana. Mahara hapo kama usipotumia njia Biblia inavyosema, kwa sababu ya kuwaka tamaa, lazima uwe na mke wako. Na anasema lazima. Hakusema niombe, lazima. Biblia inasema lazima uwe na mume wako mwenyewe na mke wako mwenyewe. Ndipo Mungu atakusaidia ujipange kimaisha. Lakini Mungu atakusaidia, itafika hatua inakushurutisha hii, lazima ufikie hatua. Kuna mahala utadondoka. Na hapo wengi wamekwepa wakijifanya wale wasoma waidipu wa kiroho, wacha Mungu, anaenda kwa lugha, asema mimi ni mbabaji. Uongo. Kama hujashughulika kuhakikisha kwamba ndivyo Mungu amenisaidia mimi, nimevuka miaka kadhaa hapa, sina mume, sina mke, sina nini, lakini wewe ni mwanaume umekamilika, ni mwanamke umekamilika. Usifikiri utakwepa mitego ya shetani hivyo. Kuna siku utadondoka hapo, kwa sababu sharti la kushindana na hiyo dhambi ya uo mwili wako, sharti uoe, kwa sababu umeshafikia umri wa kuoa na wa kuolewa. Kwa tunaolewa kwa sababu ya kushinda tamaa.
ya mwili, hiyo dhambi isikupate. Na tunaoa kwa sababu hizo. Kwa Paulo anazungumza, kwa tunaolewa ama kuolewa kwa sababu ya kupambana na dhambi tu. Lakini anasema ni bora ungemtumikia Mungu hivyo. Sasa Paulo aliomba awe tu seja, akasema Bwana Mungu uwa hizi. Paulo aliomba nguvu, karama ya kutokuwa zile homoni zikaondolewa. Kwa lugha nyingine ni kuomba useja, ni kuomba kuwa toashi. Automatically si ule utoashi wa kutafuta ule unajiasi kujihasi. Paulo hakufanya hilo jambo. Kwa sababu katika karne ya zamani watu walikuwa wanafanya katika kufanya kazi kwa mfalme. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Danieli pale kuna matoashi walikuwepo, kuna mkuu wa matoashi. Kwa hiyo ukiwa unafanya kazi kwa mfalme lazima uasiwe, uondolewe mfumo wa kuwa mwanaume. Maana utakuja kufanya madhara pale, utaanza kutamani wanawake wa kifalme pale. Ndio maana Paulo na Daniel anasema, inazungumza alikuwepo mkuu wa matoashi, anawaambia chukueni hiki chakula ambacho mfalme wamewapa. Daniel anasema kwamba haiwezekani, usinipe chakula hicho. Wewe mkuu wa toashi, tunaomba ufanye hivyo, utupe hiyo ofa. Sisi tupe mtama. Alikuwa ni mkuu wa matoashi, amehasiwa. Usifikiri kwamba utoashi wake ulikuwa ni wa kutaka. Zamani unafanywa ukiwa unafanya kazi kwa mfalme, ukichaguliwa kufanya kwa mfalme, lazima uasiwe, uondolewe mfumo wa kuwa mwanaume, ili usije ukaleta changanyikeni katika ufalme. Ndio maana ulikuwa unaona hapo. Sasa angalia njia walikuwa naitumia zamani kuzuia hii kanganyikeni ya kuharibu ukoo wa kifalme na watumwa, watu wa hali ya chini. Ilikuwa ni lazima ishurutishe kwamba ili dhambi hiyo, kwa sababu wakiacha hivyo, walikuwa naona kwamba wakiacha hii dhambi ikaende, huyu mwanaume yuko hivi, itafikia tu hata wale watu wa pale kwa mfalme wataingia tu kwenye anguko. Falme zingekuwa zinaanguka kipindi hicho. Kwa hiyo walitumia njia hiyo ya kuweza kufanyaje, kuasi wanaume wanaofanya kazi kwa jumba la kifalme. Ndio maana Paulo Daniel alikuwa anaongea na masuala ya toashi. Anaitwa toashi mkuu, maana kuna matoashi wengine kwa anawaongoza katika jumba la kifalme. Alikuwa anawaongoza. Yeye ndio toashi mkuu. Yaani ameasiwa. Kwa lugha nyingine mseja. Sasa angalia. Kwa tunaoa ama kuolewa kwa sababu tu ya dhambi ya zina. Sasa changamoto inakuja sehemu gani? Changamoto ipo inakuja hapa. Watu wanaingia kwenye hii swala kama starehe. Na kwa sababu shetani amelifanya sasa kama liwe ndio sehemu ya shida, matatizo. Wanawake wameharibiwa fikra. Anakuambia mume wangu hawezi kuniondolea hii tatizo. Mwili wangu hauriziki. Mwili wangu sijui nini nimekuwa nimerudi. Yaani imekuwa haya matatizo kwa sababu ameyaleta shetani kwa sehemu moja kubwa sana. Lakini kiukweli hii Paulo anazungumza hii hali isiwe kama sehemu ya starehe. Lakini sasa kwa sababu wanasema wanawake wamefanya ni sehemu kama starehe, kwamba wanaume hawatulizishi, wanaume hawana nguvu za kiume, jina nini, akikutana na wewe tu mara moja tu harudi tena, imekuwa nimerudi. Hii sio starehe. Mungu alivyokuwa anaumba ili swala la tendo la ndoa sio starehe, halikuumba kwa sababu hiyo. Hakikisha kwamba wewe ukisha nenda mara moja na wewe umeenda mara moja. Biblia inazungumza hapa, haifichi. Anasema tulieni kidogo, ngoja nikusomee kidogo. Unaweza kusema mtumishi unafundisha matusi. Katika mstari wa 3, mume atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe na hali kadhalika. Unajua nitakuletea hili somo nikiwa nimetulia vizuri. Hapa unaponiona hapa ndio unaona masimu yanaitaita. Hii sijatulia vizuri. Lakini kufafanulia vizuri hapa uweze kuelewa. Unajua watu chungaji wanajifanya warokole hapa. Ukweli ndio kuseme ambapo pako ndipo watu wanapigwa, wameangukia hapa. Na wengi hawataiona mbingu kwa sababu wanakwepa maelewesho haya hapa. Ili somo hili hapa. Sasa sikiliza. Mstari wa 3 anasema mume atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe na hali kadhalika mke
kwa mumewe. Sasa angalia anachokiongelea hapa, mume atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe. Sasa wajibu wake ni nini alikuwa anamaanisha? Hakikisha wajibu huyu mtu unashiriki naye kumwondolea hizo homoni zilizomkumba. Ni lazima, una wajibu. Zikiinuka hizo homoni hizo, hakikisha unaziondoa. Sharti ni wajibu wako. Umenielewa? Sasa sikiliza. Sasa si utimize wajibu wako kwa mume. Sasa umetimiza wajibu wako. Sasa huo wajibu, huyu mwanaume ameshatimiza wajibu wake mara ya kwanza. Unataka kufanya kama starehe sasa. Unataka kumoverdose papo kwa papo. Hapo kwa papo. Bado wewe endelea. Bwana wewe bwana, kumbe huna nguvu za kiume. Haikupangwa hivyo. Haikupangwa kwa kama starehe. Kama ile haja imeshatoka mara moja. Hiyo ndiyo ilikuwa inatakiwa katika Biblia. Zimetulizwa mara moja, kwa sababu ukishatoka kwenye hali mara moja, sio sasa uifanye kuwa kama starehe. Sikiliza vizuri. Kama umeshafanya hivi, unaweza kufanya, yani watu wamefanya kama chakula. Anaweza kachukua muda wa masaa 24. Yani yeye ni hilo tu, yani ndio mawazo yake. Mkiingia hapo ni kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni kutimiza tu haja ya ndoa. Ndio kwa sababu tumeambiwa tutimiziane. Sasa mwanaume yuko huko, yani ameshughulika kumtimizia mke wake hapo baada ya homoni zile kuamka. Yani sasa anamshughulishia mwanaume kuanzia ameingia saa 2 za usiku, wameanza amerudia saa 2, wewe bwana hii imekwenda imerudi saa 3 za usiku, saa 4, saa 5. Mwisho wa siku asipofanya hivyo anasema una nguvu za kiume. Na wanawake wameanza hizo kazumba hizo. Una nguvu za kiume. Ili tendo kwa mwanaume limetengenezwa kama ni mara moja na mwanamke ni mara moja. Halafu mnasubiri tena. Sasa sikiliza vizuri. Shetani alichokifanya hapa, mkorogo wa vipodozi alichokifanya hapo kwenye jambo hili. Mume atimize wajibu wake kwa ndoa kwa mkewe, na hali kadhalika mke kwa mumewe. Kwa maana mke hata wawili wake, kwa maana mke hatawali mwili wake mwenyewe. Umeelewa? Mwanamke atimize haja yake kwa mume wake. Kwa hiyo ni jukumu. Wewe mwanaume anakuhitaji, afu unasema wewe umekwenda atimiza, lakini iwe kwa mpangilio. Mwanamke una wajibu kwa mume wako, na mwanaume una wajibu mwili wako kumkatalia mke wako, lakini kwa mikakati ya kibiblia inavyozungumza. Sasa tendo la ndoa leo limefanyika kama sehemu ya mapambano. Watu wanafanya tendo la ndoa sasa, mtu anasema hii sio tendo la ndoa tena, ni vita. Mpaka unajipanga kabisa, sijui nitamtimizia, sijui itakuaje. Maana sijui itakuaje. Sasa nikimtimizia mara moja hapa nifanye. Ndio maana imeshurutisha wanaume wanatafuta huko namna wafanyaje. Kwa imekuwa ni sehemu, sio tendo la starehe, sio tendo la kutuondoana kwenye dhambi. Kazi ya ile tendo ni kukutoa kwenye dhambi tu. Na hizo homoni zilizoinuka siku hizi ambazo hazina information hizo za kipepo, ukiona hivyo wewe ulizidi kwenye ndoa, mwanaume amefanya sehemu yake na mwanamke amefanya sehemu yake, wewe bado huko na tutafanyaje? Yani ujue kwamba hapo umeingiwa na pepo la shetani. Usidanganya, hana nguvu za kiume mume wangu, wewe ndio una matatizo ya kipepo. Hakuna mwanaume ambaye hana nguvu, ana nguvu za kiume. Kama alikuwa amefaulu mara ya kwanza, utamwambiaje hana nguvu za kiume? Mwanaume alivyoumbwa anatakiwa kwanza atulie kwanza kidogo. Tulia, ampe hata masaa 4-5. Alafu uone kama hatorudia tena. Hasa wewe dakika 2 hapo unataka tena. Wewe unataka ushughulika. Bwana wewe, mbona siku hizi wewe unalala nje? Nimekwenda, kumbe hamna, wewe ndio una kapepo kamesha kuingia. Kameingia masuala sasa ya kikahaba. Makahaba wenye mapepo na mapepo ya kikahaba. Haya yanakufanya mtu ufanye matendo ndio liwe kama ndo sehemu ya pambano. Sasa leo mke wangu si hata nielewa, nikifanya tendo la ndoa mara moja tu itakuwaje? Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa yuko vitana, anawaza huko tena tendo la ndoa huko, anafikiria kichwani
Sasa hapa ngoja nijizuie kabisa, nijizuie nisije nikaacha njiani. Mambo ya kipepo. Mambo ya kipepo. Mke wangu aende mara 10. Mambo ya kipepo. Lakini sikiliza Paulo anachozungumza hapa. Bali mume wake ndiye autawalaye. Hivyo hivyo mume hata wawili. Hata wali. Waje vizuri. Kwa maana mke hatawali mwili wake mwenyewe, bali mume wake ndio anautawala mwili wa mwanamke, ndiye autawalaye. Hivyo mume hatawali mwili wake mwenyewe, bali mkewe ndiye anayeutawala. Umeenda vizuri? Katika mstari wa 5, msinyimane isipokuwa kama mmekubaliana kufanya hivyo kwa muda mfupi, ili muwe na nafasi nzuri ya maombi. Lakini baada ya muda huo rudianeni tena, shetani asije akapata nafasi ya kuwajaribu kwa sababu ya kushindwa kujizuia. Hasa angalia anapozungumza Paulo. Sasa lisiwe tendo la mfululizo. Mmekubaliana, msinyimane. Mkubaliane bwana, sasa hivi wewe umesha nani mara moja, nimemaliza mara moja. Okay, wewe mechi imeisha, goli la kwanza ndio la kwanza. Okay, sawa limeisha. Okay, sasa na mimi nimesha goli la kwanza. Sawa, kwa hiyo tuko draw na mnatakiwa draw. So draw sawa. Au kwa sababu wewe hujafunga goli, basi subiri kwanza, tufanyaje sasa? Mnakubaliana tufanye sasa ili ufunge goli, tufanye hivi. Sio ni wajibu wa kuhakikisha kwamba lazima kila mmoja afunge goli, na kisha funga goli. Biblia inasema muwe na kiasi. Sasa kisha funga goli, kila mmoja amefunga goli, na kisha kila mwenzake, na sio kwamba kwa nini hujafunga goli, kwa nini hujafunga goli, kwa nini umeniacha mimi sijafunga goli. Muulize mwenzako, sasa tufanyaje? Zipo njia nyingi za kupatana, mnakubaliana. Sasa nifanyaje? Okay, mwenzangu bwana, ngoja tufanye hivi ili ufunge goli. Kwa sababu umeshafunga goli, uwezo umeshachoka. Hebu tufanye hivi. Si lengo kubwa ufunge goli. Lakini sio funga goli. Una nguvu za kiume. Wewe kwenda merudi. Una nguvu za kiume. Wewe mwanamke. Huo sio utaratibu wa Biblia. Huko mnataka kuingia ni mambo ya kipepo. Nitalirudia ile somo vizuri. Zungumza ya mambo yako ndani ya kiroho. Biblia ikuacha ukimi hapa. Sema wachungaji wanakwepa mambo, wanakwepa, ndio maana humo ndani kumekuwa mafurugeni. Changamoto ziko pale. Hapo ndio sehemu shetani anawatandikia watu. Ndoa hazina amani kwa sababu ya hapo. Na kauli mbiu za shetani zimetapakaa mitandaoni. Wanaume wana nguvu, kumbe hawajaelewa hili somo. Anasema msinyimane isipokuwa kama mmekubaliana kufanya hivyo kwa muda mfupi, kwa kiasi, ili muwe na nafasi nzuri ya maombi. Lakini baada ya muda huo rudianeni tena, shetani asije akapata nafasi ya kujibu kuwajaribu kwa sababu ya kushindwa kujizuia. Umeelewa? Baada ya muda kidogo sasa mmeshafanya maombi, mnaomba na nini, ile ni ibada, ili mshinde shetani kabisa katika vishawishi. Haya, baadaye tena, okay, unajisikiaje wewe? Najisikia hivi. Wewe bana, haya basi baadaye kidogo hapo sasa mwenzangu turudiane tena, tutafute goli jingine. Basi hivyo. Sasa wewe umechanganya mambo, mandazi na mahindi umechanganya wakati mmoja. Aya, mstari wa 6 nasema haya kama ushauri na si sheria. Umeelewa? Anashauri mtumishi wa Mungu. Ningalipenda wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mtu amepewa karama yake kutoka kwa Mungu. Mmoja ana karama hii na mwingine ana karama ile. Na sasa nasema kwa wale wasioolewa na wajane, ingekuwa vizuri kama wangeendelea kuishi bila kuoa au kuolewa kama mimi. Hili somo ni refu sana, lakini ngoja nikomea hapa leo. Umenielewa kwamba tunaoa kwa sababu gani? Tunaoa kwa sababu ya kupambana na dhambi ya zinaa. Tunaoa kwa sababu tunapambana na dhambi ya zinaa. Na nimekuelekeza jinsi shetani anavyolivuruga hili swala. Amelifanya kuwa sehemu ya starehe, amelifanya kuwa sehemu ya kipepo, amedumbukiza mapepo ndani ya wachungaji wanalia na ndoa kwa sababu ya hapa amejifichia.
Ili tendo la ndoa limepigiwa promotion na shetani duniani kwamba lazima mwanaume anapoingia pale ashughulike, timizie mama mchungaji. Mama mchungaji nitamwachia njiani. Mama mchungaji, kwa sababu mentally ziko kichwani kwamba akiniachia njiani yeye ana nguvu za kiume. Kwa mama mchungaji anatoka hapo, hajanizisha. Nifanyaje? Ana nini? Mimi sasa mimi natafuta mtu huko. Mara ndoa inaharibika. Usilifanya jambo hili kuwa ni starehe. Fanya jambo hili kama sehemu ya kumshinda shetani. Kila kitu Mungu alichokiumba ni kwa sababu ya kutusaidia tusimtende Mungu dhambi. Usifanye ndoa ni sehemu ya starehe. Mungu aliumba akaleta msaidizi. Kwa hivyo ndio vitu vinaitwa msaidizi. Nitalirudia hili somo tena ikiwa hujanielewa, niandikie hapo chini zaidi. Uuliza maswali yako. Hili somo ni zito na nimekuwa nikilifundisha. Sasa ndipo watu wanafumbua macho wanasema kumbe kuko hivi, kuko hivi. Unakwepa hapo unajifanya warokore. Hawazungumza hili swala. Usifanye mrokore. Biblia haijacha, imezungumza wazi kabisa na mfumo wa kulitenda hili swala liko wazi kabisa. Liko vizuri. Na Biblia inafundisha mapenzi vizuri kabisa, namna ya tendo lile liko vizuri kabisa, unalifanyaje liko vizuri kabisa. Hakuna nguvu za kiume. Wanaleta wao wanawake wa kipagani walioingiwa na vipepo. Wanaume wengi hawana nguvu za kiume. Kama mwanaume ameweza kwenda mara ya kwanza akafaulu, unasemaje hana nguvu za kiume? Ni wewe tu umeingiwa na karoka kipepo ambapo hukusudiwa. Unataka hapo. Bwana njoo tena. Nimekwenda merudi. Njoo tena. Hili tendo la ndoa ni kwa ajili ya kutufanya tusimtende Mungu dhambi. Unapoona homoni hizo sasa zimeelekea, mtuulize kwanza mume wako, maliza baadaye. Bwana tumekaa sawa. Halafu mnaingia kwenye maombi. Sasa wewe unalifanya hiyo ndio sehemu tu sasa ya starehe, hata maombi yenyewe ufanye. Biblia inasema ukishamaliza hapo ili kuomba maombi sasa, ombeni tena muingie kwenye maombi ya kuomba ili msiingie kwenye hiyo majaribu. Lakini mkikubaliana baadaye mrudiane tena. Huyu mwanaume naye unakuta ameshakaa tena, yuko na power, ana furaha na wewe, ana hamu na wewe, ndipo mnarudiana tena. Sasa hivi hapo. Shetani alichokifanya hapo. Ndoa za wachungaji ni wengi hapo na wamejisahau. Sasa ndio maana unaona sasa hivi vinatumika mpaka unga wa sembe, unga wa Kongo, mvumbi la Kongo, unga wa bandia. Sasa hivyo vitu vyote hivi vinatoka dini vimewekwa huko kwenye masuala ya tendo la ndoa. Unga wa sembe, unga wa Kongo, vumbi unaliwekaje kwenye mwili wa mwanamke? Unaliwekaje? Si vitu tu vya kipepo hivi. Wewe usituki hata. Wewe unataka vumbi la Kongo. Fanyeje? Yote hayo ni kwa sababu ya mbiu za shetani ameingiza pale. Maana lazima ufanye hivi. Hapana. Hiyo sio sehemu ya mapambano. Elewa mwanamke kumwomba kwa sababu gani? Hili swala nitalielekeza vizuri, nitalifundisha vizuri hapa. Na nina maswali mengi juu ya hili jambo. Na hapa ndipo penye kiini kikubwa cha utakatifu. Biblia inasema kuna vitu viwili duniani. Ndoa ni takatifu. Duniani kuna vitu viwili tu vitakatifu. Ndoa ni takatifu na ibada ni takatifu. Akiwachanganya hapo, msipoelewa haya mambo, mkaanza kusikiliza porojo za duniani zinazosemwa, utalifanya hili tendo la ndoa kama ndio sehemu ya adhabu. Mtu akiingia pale, mama yangu tumeanza, nifanyaje? Nijipange. Mwingine anaenda kujikoki, anaingia bafuni kuna anatafuta vumbi la Kongo, anaenda huku. Mwanamke naye ameweka mbwembe pale, ameweka na mashanga huku, ameweka huku. Siku hizi makolokolo kibao. Naambia ukimvalia shanga, ukimvalia chupi ya nani, ukimvalia ngoya ndani iko hivi, ukimvalia imekwenda imerudi. Makolokolo ya kishetani. Shetani amevuruga ili maana ya lile tendo la ndoa. Biblia haikuacha chochote. Ndoa imezungumza mpaka ndani mle ndani. Ukiona ndoa zinasumbua ni kwa sababu hapa kuna shida. Mmoja hayuko sawa. Mungu atusaidie. Na wafundishi wa ndoa wako wengi siku hizi. Kila mmoja anaongea na kwake. Kumbe na yeye amepagawa huko na mambo yake, amechanganyikana huko, pepo limemwingia. Anakuja kufundisha. Mwanaume lazima umfanyie hivi, mwanamke lazima umfanyie hivi, ndio atarizika. Imekwenda uongo. Hivyo vitu ufundishaji huo wa wapi? Homoni zako zimfundishia homoni za mume wa mwingine wa wapi?
Homoni za mke wako, homoni za mume wako ndio unazifanya wewe kuwafundisha somo la watu wengine. Nani amekwambia? Kanuni ya kufundishia ndoa na tendo la ndoa ziko ndani, zimeeleza Biblia. Lakini wafundishaji wa ndoa sasa hivi wanafundisha ya kwao. Unatakiwa mfanyie hivi, na ndio wanayoishi nayo watu. Usipoyafanya sasa hapo, kwa sababu mitandaoni wanawake wanashinda huko. Mwanaume asipokufanyia hivi, huyu hafai. Mwanamke asipokufanyia hivi, huyu hafai. Sasa unaenda nayo pale kwenye ndoa yako. Kumbe ni mambo ya nadharia. Nimemaliza kuzungumza hapo, nimeshawajibu kidogo. Nitarudi kwenye hili somo tena. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka kuchangia huduma hii. Najua inakujenga na inakuinua na inazungumza vitu ambavyo kwa ajili ya kusaidia roho yako imuone Mungu katika siku ya parapanda. Tusitishwe na propaganda za dunia. Tuishi katika neno. Neno la Mungu linasema nini? Nitarudia somo hili kwa utulivu. Umeona mazingira nilionayo hapa hayako sawa, lakini nitarudia kwa utulivu ili kukusaidia wewe upate kuelewa, na nitaliongea kwa upana zaidi. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.